Je, ulikuwa unafahamu kwamba mazingira yako yanachangia kwa kiasi kikubwa tabia ulizonazo? Unapotaka kujenga tabia mpya au kuacha tabia ya zamani, sambamba na mazingira yako yanapaswa kubadilika. Kuna utafiti mmoja ulifanyika kwenye moja ya hospitali huko Marekani, utafiti ambao uliongeza matumizi ya maji ya kunywa kwenye hospitali hiyo. Na walifanya jambo moja dogo tu, walibadilisha namna wanavyopangilia vituo vya kunywea maji. Waliweka vituo vya kunywea maji sehemu ambazo zinaonekana zaidi. Mtu akiwa anaingia hospitalini, basi mbele yake anaona kituo cha kunywea maji. Akiwa wedini, karibu yake kuna sehemu ya kunywea maji, na hiyo iliongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya maji ya kunywa. Kadhalika na kwenye maisha yetu ya kila siku, ni lazima tupangilie mazingira yetu ili yashawishi tabia fulani ambazo tunataka kuzijenga. Ni lazima tufahamu kwamba kila tabia inapaswa kuwa na sehemu yake. Kwa Kiingereza tunasema every habit needs a home. Leo natamani nikupe madini ambayo hukuwahi kuambiwa pengine, na madini haya yanaweza kukusaidia sana, hususan kwenye tabia zako. Na nitaanza kwa mfano, lakini pia ni uhalisia ambao nimewahi kuona kwa baadhi ya watu. Kuna watu huwa wamekuwa wakijiuliza sana kwa nini wanachelewa kupata usingizi. Wanakaa kitandani masaa na masaa lakini hawapati usingizi. Ni kwa sababu hatujaweka mazingira ya kitandani kama ni sehemu ya kulala. Watu wengi tunapokuwa kitandani tunatumia muda mrefu kutumia simu zetu, kuangalia TV na kufanya vitu vingine, hata kula tukiwa kitandani. Tunachelewa kupata usingizi kwa sababu tabia ya kutumia simu inafanyikia kitandani, sehemu ambayo ilipaswa kuwa sehemu ya kupumzikia. Tunaangalia Netflix kitandani, unakula kitandani, unasomea kitandani. Ubongo unakuwa unachanganyikiwa, haujui kitanda ni cha nini. Lakini ukifanya kitanda kiwe cha kulala tu, baada ya muda ubongo utaanza kuhusisha kitanda na usingizi. James Clear anasema wazi, ni rahisi kujenga tabia mpya kwenye mazingira mapya kuliko kupambana na mazingira ya zamani. Kama umeamua kufanya mazingira fulani yawe kwa ajili ya kusomea au mazingira fulani kwa ajili ya kufanyia mazoezi, basi jitahidi kuirudia tabia ile ile kwenye mazingira yale yale mara kwa mara. Hiyo itakusaidia na kurahisishia sana kujenga tabia yako. Lakini pia ni vizuri ukafahamu pia muda ambao utafanya tabia fulani kwenye eneo fulani. Na hakikisha unaanza na hatua ndogo tu. Usijaribu kupiga hatua kubwa sana pale ambapo unataka kujenga tabia yako mpya. Nataka uangalie chumba chako, angalia mazingira unayoishi, dawati lako unalolitumia. Je, ni tabia gani mazingira haya yananihimiza kufanya? Baada ya hapo badilisha kitu kimoja tu. Labda weka kitabu mezani, usiku badilisha sehemu ambayo unaweka simu yako. Weka simu yako mbali. Mabadiliko madogo ya mazingira yanaweza kuleta mabadiliko makubwa ya tabia yako. Ukibadilisha mazingira yako yatabadilisha tabia zako. Asante kwa kuendelea kuwa nami mpaka kwenye video ya leo. Mimi ni Silvano Mush, mpaka wakati mwingine. Bye bye.